Bwana Yesu asifiwe. SBS sauti ya baragumu ya 7. Watoto, watoto, leo tumekuja na somo zuri linalohusu kazi ya damu ya Yesu. Tuwasikilize. Bwana Yesu asifiwe. Muishi milele. Tunaenda kusoma mstari wa moyo na Waebrania 9:14 nao nasema, basi si zaidi ya damu ya Yesu Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele, ambaye aliitoa sadaka yake isiyokuwa na mawaa, mtasafirishwa dhamiri zenu na matendo yenu machafu, upate kumwabudu Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kusoma mstari wa moyo. Yohana 1 mstari wa 1 hadi wa 7. Nayo nasema, bali itaenendwa nuruni kama yeye alivyo katika nuru. Tutashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kusoma Mathayo 26 hadi 28 naye nasema, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi, ondoleo la dhambi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kusoma mstari unaohusu Ufunuo 1 hadi 5. Nawe nasema, tena zitokanazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, wa mzaliwa wa kwanza waliokufa, wa wafalme, wa mkuu wa wafalme, wa damu ya pekee. Kazi ya damu ya Yesu ni upatanisho kati ya Mungu na mwanadamu. Pia damu ya Yesu huleta rehema ambayo inayo neema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. SBS sauti ya baragumu ya 7. Sauti ya baragumu ya 7. Watoto, wamesoma mistari ya moyo inayohusu kazi ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu huleta upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu. Damu ya Yesu alikuja duniani kwa kusudi la kutukomboa sisi. Ukisoma maandiko matakatifu yanasema, katika Agano la Kale Pasaka wetu walikuwa ni wanakondoo. Kondoo asiyekuwa na mawaa ndiye aliyekuwa anachinjwa kama Pasaka, ambayo hiyo damu ikimwagika ndo inayoleta rehema juu ya maisha yetu. Wao waliamini hivyo, wakimchinja yule mwana kondoo, wakiomba rehema zao kupitia ile damu, dhambi zao zimekwisha. Lakini katika Agano Jipya tunaona watu walikuwa wanachinja wana kondoo, lakini dhambi zilikuwa zinaendelea kwa sababu walikuwa wanaleta mazoea. Tutamchukua kondoo asiyekuwa na mawaa, tutamchinja, ile damu itamwagika, tutaomba rehema, na mwaka unaofuata tutachinja mwana kondoo mwingine. Mungu akasema hapana, bado nawapenda, na kwa jinsi ninavyowapenda nitamtoa mwanangu huyu
mmoja, sio wawili, alikuwa na mwana huyo mmoja, na tena ndiyo wa pekee. Kwenye Agano Jipya akasema hapana, ngoja nimtoe huyu, hii damu isiwe ya mazoea, imwagike mara moja, na kupitia hiyo damu rehema ikapate kuwepo, inenayo mema milele na milele. Sio leo, sio kesho, wale kesho kutwa, milele na milele, mataifa wapate kuijua hii damu ya Yesu. Amen. Watu hawajui kwa nini unatoa ushuhuda. Ukienda pale kwenye Yohana wa kwanza anakuambia, nao wakamshinda kwa neno la ushuhuda na damu ya mwana kondoo. Amen. Kwa sisi leo hii hatushindi kwa yule kondoo mnyama, damu ya kondoo mnyama, bali tunashinda kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo, aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Na sasa tupo kwa kipindi cha Rezma, kipindi cha Pasaka. Ni mwana aliyezaliwa kwa kawaida na mwanadamu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini kupitia damu yake ya thamani, kupitia damu yake inenayo mema, kupitia damu yake ya rehema, leo hii sisi tutapata uzima wa milele. Haujaishia hapo, tena tutakuwa na hotele. Amen. Amen. Asante.